Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahdih. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. Baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaelezana faida na fadhila ambazo zinapatikana katika dua na zinapatikana katika mambo mbalimbali yanayohusu ulimwengu wetu wa leo. Watu wengi sana wamekuwa wakikimbilia katika maasi, wamekuwa wakijiingiza katika maasi, hususa sisi vijana. Watu wamekuwa wakimwogopa mwanadamu kuliko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Maasi yamekuwa mengi, zina zimekuwa nyingi, riba zimekuwa nyingi, kusengenya kumekuwa kwingi, lakini pia kunyang'anyana, yani wizi umekuwa mwingi, lakini pia dhulma zimekuwa nyingi sana. Sasa mimi leo nitakupa dua ya kujiepusha na mambo hayo yote, dua ya kujiepusha na mambo machafu, dua ya kujiepusha na zinaa, dua ya kujiepusha na mambo ya kusengenya, dua ya kujiepusha na mambo mabaya. Kaa katika msimamo. Ndio maana kwenye Qur'ani kila siku wakati wa kuswali lazima tusome ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kila siku na kwa siku unasoma hiyo mara 5, kwa sababu vipindi vya swala viko vitano. Labda swala za sunna unaongezea zinafika zaidi ya 10. Kwa hiyo sasa, ikiwa umejikita katika madhambi, ikiwa unafanya madhambi maasi, na kila unavyojitahidi kutoka katika madhambi kwenye maasi kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala unashindwa, pengine kuna ibilisi au kuna sihri au kuna uchawi au umerogwa, uchawi ambao umefanyiwa katika mwili wako. Sasa ukitaka utoke katika maasi, ujiepushe na maasi, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kutowe kwenye maasi, akulete katika ihdinas siratal mustaqim, basi soma dua hii mara 70 baada ya swala alfajiri kila siku. Ukimaliza kusali swala alfajiri tu, soma dua hii mara 70. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atakutoa katika maasi, atakuleta katika siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Inshallah dua hii nasema hivi: Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqadha'ika. Narudia tena: Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqadha'ika. Narudia mara 3: Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqadha'ika. Tafsiri ya dua hii ni nini? Tafsiri nasema hivi: Allahumma, ewe Mola wangu, inni, hakika yangu mimi, as'aluka nafsa mutma'inna, na kuomba unipe nafsi iliyotulizana, tu'minu biliqa'ika, niamini ya Rabbi kupitia kukutana na wewe siku ya Kiyama, wa taqna'u, lakini pia nikinaishe, bi'ata'ika, kwa kile ulichonipa, wa tarda, lakini pia uridhike na uniridhie, biqadha'ika, kwa namna ulivyohukumu. Dua hii ukisoma kila baada ya sala alfajiri kwa idadi hiyo nilokupa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutoa kwenye maasi na atakuleta katika njia ya haki. Tumombe Allah tufanye pesi, atuepushe na maasi, tuwe katika watu wa kweli, na tuwe katika njia ya haki, ili tupate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sina la ziada isipokuwa tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi